Karibu sana kwenye hadithi tamu na ya kuvutia, Wachawi kwenye nyumba ya mchungaji. Hapa ndipo ambapo tunapoenda kuanzia kwa sasa. Kwa muda mrefu nyumba ya mchungaji Ezekiel ilikuwa mfano wa utakatifu na amani. Iliitwa Bethel, maana yake nyumba ya Mungu, na ilijengwa kwenye kilima kidogo pembeni ya jiji la Lulimani. Watoto walipita pale kwa furaha, akina mama walileta mazao, na waumini walijua humo ndimo palipojaa baraka. Mchungaji Ezekiel alikuwa mtu wa maombi, mwenye upendo kwa kila mtu. Mke wake Mama Ruthi alijulikana kwa kujua kupika chakula kitakatifu cha ibada, na watoto wao walikuwa mfano wa nidhamu. Lakini kila siku kuanzia mwezi wa 7 wa mwaka huo, mambo yalianza kubadilika. Usiku wa kwanza, mlango wa store uligonga peke yake. Mchungaji alidhani ni upepo tu. Lakini usiku wa pili, Mama Ruthi alisikia vicheko vya watoto nje ya dirisha, lakini kulikuwa hakuna watoto nje. Usiku wa 3, Biblia kwenye meza ilijikunja yenyewe, kurasa zikavuma kana kwamba kuna mtu anayezisoma kwa nguvu. Mchungaji alianza kuomba sana. Alifunga kwa siku 7 akitafuta ufunuo, ndipo ndoto ya ajabu ilipomjia. Katika ndoto aliona nyumba yake ikiwa imezungukwa na kivuli cheusi. Akasikia sauti nzito ikisema, "Tumeingia na hatutoki. Maombi yako hayawezi kutufukuza tena. Tulikuwa humu muda mrefu, lakini sasa tumeamka." Hayo ni maneno ambayo mchungaji aliyasikia ndani. Siku ya Jumapili iliyofuata, wageni 3 waliingia kanisani. Wavulana 2 waliovaa suti nyeusi na mwanamke mmoja aliyefunika uso wake kwa ushungi mweusi. Waliketi nyuma kimya, lakini kila mara mchungaji alipoinua mikono kuomba, alihisi kama kuna ukuta wa baridi ukimkinga. Nyimbo hazikupenya na watu walianza kupata usingizi usio kawaida. Baada ya ibada, mmoja wa vijana wale walimnong'oneza mchungaji, "Tunapenda mahali hapa, ni safi kwa ibada yetu pia." Mchungaji alijua moja kwa moja hawa si watu wa kawaida. Usiku wa giza, mzee wa kanisa Baba Moipopo alimletea mchungaji habari. "Mtumishi wa Mungu, wale wageni si wageni, ni familia ya wachawi waliokimbia kijiji cha Kaloleni. Walifukuzwa kwa kufanya ibada za damu. Wanasema wanataka makao mapya." Kwa hasira ya kiroho, mchungaji aliamua kufanya maombi ya usiku mzima. Aliita waumini wachache walikuwa waaminifu, wakaweka mafuta ya upako kila kona ya nyumba. Lakini usiku huo milango yote ilijifunga yenyewe, vioo vilipasuka. Sauti ya mwanamke ilisikika ikisema, "Hii nyumba ilikuwa yetu kabla yako. Umekalia viti vya damu. Ondoka au tutakutoa sisi wenyewe." Mchungaji Ezekiel hakukimbia. Alifunga kwa siku 21, na kila usiku aliita moto wa mbinguni. Alipolala aliota akiwa ndani ya nyumba hiyo, lakini sakafu ilikuwa bahari ya damu. Ndani yake alimuona mtoto wake mdogo akiwa amefungwa na minyororo. Alipomkaribia, kivuli kilimtazama. "Watoto wako si wako tena. Uliwapa sadaka bila kujua. Ulirithi nyumba yenye agano la giza." Sauti aliyoisikia mchungaji. Ndipo mchungaji alikumbuka nyumba hiyo alirithi kutoka kwa mjomba wake aliyekuwa mchawi, aliyegeuka mtenda mema kabla hajafariki. Alikumbuka jinsi mjomba wake alivyojifungia chumbani siku za mwisho akisema, "Usiache maombi, kuna waliolala hapa kabla yako." Ni maneno ya mjomba wake, na mchungaji Ezekiel
aliyosema kabla hajafariki. Katika usiku wa mwisho wa maombi, mvua ilianza kunyesha, umeme ukamulika, na ghafla dirisha la chumba cha watoto likavunjika kwa kishindo. Mchungaji na waumini wake walizunguka nyumba kwa maombi, wakamtaka maneno ya vita na wakisema, kwa jina la Yesu, kila gano la giza livunjike, kila pepo aondoke. Hii ni nyumba ya Bwana. Kilio kikubwa kilisikika kutoka sakafuni, ardhi ikatetemeka, na wale wageni watatu walionekana wakisimama uani walizidi kupotea na kuvurugwa na upepo mkali wa kiroho. Tangu usiku huo, nyumba ya mchungaji ikawa tulivu. Watoto wake waliamka bila maumivu. Biblia haikutikisika tena, na wachawi wakarudi, lakini walitoa ujumbe wa mwisho kwa ndoto wakisema, umekuja kwa maombi, lakini kumbuka, giza huwa halikati tamaa. Jina langu ni Child the Storyteller, na hii ni hadithi fupi. Kama umependa, shusha kwenye comment section hapo, tuandikie maoni yako.